Uhali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba wewe ni mzima wa afya, na kama ndivyo jina la Bwana liendelee kuhimidiwa, na kama sivyo ni dua na matumaini yangu ya kuwa Mungu atakujalia afya njema hivi karibuni. Nichukue fursa hii kukukaribisha tena katika kozi ya nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Ndugu yangu, ni kusihi sasa uweze kujiandaa kwa kuchukua kalamu yako, daftari na Biblia ili uweze kupata nukuu ya kile tunachokwenda kujifunza katika siku ya leo. Ndugu yangu, kama ilivyo ada na Biblia inavyotusihi, tuwe na dua ili Mungu aweze kubariki kipindi hiki. Ungana nami tafadhali. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema sana. Unatujalia riziki zetu za kila siku na mahitaji yetu ya msingi, uzima, hata na mwenendo wetu bado wewe ndio mwenye kutujalia. Basi tunakuomba utuwie radhi pale ambako tumekwenda kinyume, lakini tunakuomba utubariki pale ambako tuko sawa sawa. Tunaendelea kukuomba utujalie amani katika nchi na ulimwengu kwa ujumla, ili tuweze kupata fursa ya kujifunza maandiko yako matakatifu katika hali ya utulivu. Na wakati huu tunapokwenda kuanza darasa hili, tunakualika uwe pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho, ukatusaidie kuweza kuelewa na zaidi sana kuweka katika matendo. Katika Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante ndugu yangu kwa kuungana nami katika sala hiyo fupi. Sura ya 14 bado tungali hapo, na leo tunaingia katika aya ya 26 mpaka aya ya 33, eneo ambalo mjadala utahusu utaratibu wa matumizi ya karama katika ibada. Utaratibu wa matumizi ya karama katika ibada. Katika sehemu hii, kama nilivyokwisha kusema, tutajifunza kuanzia aya ya 26 mpaka aya ya 33. Katika aya zilizopita tumeona jinsi kanisa hili lilivyokuwa na matumizi mabaya ya karama. Kwa sehemu kubwa, karama iliyokuwa ikijadiliwa ni karama ya kunena kwa lugha. Karama hiyo haikuwa ikitumika kwa nia ya kujenga kanisa, badala yake ilitumika kwa lengo la ushindani. Mtume kwa kina aliweza kujadili kusudi la karama hiyo na nyingine ya kwamba ni kusudi lake lilikuwa ni kwa kulijenga kanisa. Kwa hiyo ili hilo liweze kuwezekana, lugha inayotakiwa kutumika sharti ieleweke na kila mmoja. Na kama ilibidi kunena kwa lugha, basi mtume alisema lugha hiyo sharti iweze kutafsiriwa. Katika sehemu hii mtume anaweka utaratibu wa matumizi ya karama katika kanisa. Karama ya kwanza anayoanza nayo ni karama ya kunena kwa lugha. Kisha inafuata karama ya unabii na nyingine ambazo zinahusika katika kuwasilisha ujumbe wa Mungu. Mwishoni anahitimisha na wajibu wa wanawake katika kanisa, ingawa kuhusu hili tutajadili katika sehemu ijayo. Mtume anaanza sehemu hii kwa kufundisha jinsi utaratibu wa ibada ulivyokuwa umevurugwa katika kanisa hili. Angalia katika aya ya 26, anasema, basi ndugu, imekuwaje mkutanikapo pamoja, kila mmoja ana zaburi, ana fundisho, ana ufunuo, ana lugha, ana tafsiri, mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Mtume anastaajabu namna kanisa hili lilivyokuwa tukutu. Wanawezaje watu hawa kufanya mambo haya yote kwa wakati mmoja, tena katika ibada? Kila kimoja kilikuwa ni chema kulingana na orodha hiyo, lakini namna walivyokuwa wakivitumia, hawakuwa wanavitumia kwa utaratibu na kwa lengo sahihi, bali walivitumia vitu hivyo kwa ajili ya ushindani wao kwa wao. Lengo la karama hizo lilikuwa ni kujenga na sio kujionesha. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba kulikuwa na haja ya kurudisha utaratibu ili kutimiza lengo la karama hizo. Katika aya ya 27 mpaka aya ya 28 anatoa maagizo kuhusu kunena kwa lugha, namna kulivyopaswa kufanyike. Tusome katika aya ya 27 mpaka aya ya 28. Katika aya 27 anasema, kama mtu akinena kwa lugha, wanene 2 au 3, si zaidi, tena zamu kwa zamu, na mmoja na afasiri. Aya 28, lakini asipokuwepo mwenye kufasiri, na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi yake, tena na Mungu.
Sasa mambo ya kuzingatia katika aya hizi mbili. Jambo la kwanza, mtume anasema idadi ya wanenaji wa lugha haipaswi kuwa zaidi ya watu 2 au 3. Haipaswi kuvuka hapo kulingana na aya 27. Jambo la pili, anasema kama kuna mnenaji au wanenaji 2 au 3 wote wanataka kunena, anasema hawapaswi kunena kwa pamoja, kwa maana ya bila ya kuwa na mpangilio au zamu. Sharti waopeane nafasi au zamu kulingana na aya hiyo ya 27. Jambo la tatu, anasema lazima kuwe na mtu au watu wa kufasiri kile kinachozungumzwa. Kama hayupo mtu kama huyo, haipaswi. Aya 28 hiyo. Na jambo la 4, anasema kama mtu wa kufasiri hayupo, wale wenye karama ya kunena kwa lugha, wanaotaka kunena kwa lugha, basi wanyamaze, wazungumze wao wenyewe tu pamoja na Mungu wao. Fungu hili bila shaka linaonesha kuwa watu hawa walikuwa na uwezo wa kujidhibiti nafsi zao. Yaani anajisikia anataka kunena kwa lugha, ana uwezo wa kujidhibiti kunena au wasinene. Hii ni tofauti kabisa na madai ya watu wengi leo hii wanaodai kunena kwa lugha na kukosa udhibiti pindi hali hiyo inapowatokea. Katika aya ya 29 mpaka aya ya 33, aya ya 29 mpaka aya ya 33 pale, mtume anageukia katika karama nyingine zilizohusika katika kufundisha neno la Mungu, hususani unabii, na zenyewe vile vile zilivyopaswa kutumika katika utaratibu bila ya kusababisha vurugu katika ibada. Hebu tusome aya hizo. Katika aya 29 anasema, na manabii wanene 2 au 3 na wengine wapambanue. Aya 30, lakini mwingine aliyeketi akifunuliwa neno, yule wa kwanza na anyamaze. Aya ya 31, kwa maana ninyi nyote mnaweza kuhutubu pamoja, mnaweza kuhutubu mmoja mmoja, ili wote wapate kujifunza na wote wafarijiwe. Aya ya 32, na roho za manabii watii manabii. Aya ya 33 anamalizia kwa kusema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Aya 29 hiyo mpaka aya ya 33. Mambo ya kuzingatia ambayo mtume anayasema katika sehemu hii ni haya yafuatayo. Yako 4 kimsingi. Jambo la kwanza, idadi ya manabii wanaotaka kutoa unabii haikutakiwa kuzidi 3 kulingana na aya hiyo ya 29. Jambo la pili, lazima kuwepo atakayepambanua au kufafanua kile kilichokuwa kimesemwa na manabii wale. Hiyo kulingana na aya ya 29. Aya ya 29 bila shaka. Jambo la tatu, kukiwa na zaidi ya mmoja, ni lazima wapokezane kuhubiri au kutoa unabii ule kulingana na aya ya 30. Jambo la 4, nabii anapaswa kumtii nabii mwenzake kulingana na aya ya 32. Kama ilivyo katika karama ya kunena kwa lugha, aya ya 31 inaonyesha wazi kwamba karama hizi hazikuchukua udhibiti wa mtu kiakili. Kila mmoja alibaki na udhibiti kamili wa akili na nafsi yake. Kwa hiyo wangeweza kufanya ibada iwe katika utaratibu mzuri, lakini waliamua kuchagua kutokufanya hivyo. Aya ya 33 bila shaka inaonyesha kwamba Mungu kwa asili yake kamwe asingeruhusu vurugu katika ibada yake. Na kulingana na aya hiyo, utaratibu sio tu kwa Wakorintho pekee, bali kwa makanisa yote ya Kristo. Kwa maana hiyo, ingawa leo karama hizo hazipo, lakini kikanuni bado Mungu anataka makanisa yake yote yaenende kwa uzuri na utaratibu, pasi na kusababisha vurugu katika ibada yake, ili kila mtu ajengwe na jina lake liweze kutukuzwa.